Yes, mambo vipi? Tupo garage na tunaendelea na mchaka kama kawaida kuhakikisha kwamba unafahamu mengi yanayoendelea katika upande wa kimichezo. Mimi ni Peter Lugendo, nipo na mwamba hapa kumuita Chisano Abdul Ghafali Ali. Unaweza kumuita Chisano Junior pale kwenye mitandao yake ya kijamii. Yapo mengi yaliyotokea weekend, mchaka ulikuwa nguvu, dhuluma zilikuwa nyingi, matukio yalikuwa mengi. Kuna watu wamekasirika, hawataki, wengine wanataka kuwapeleka kwa mkopo timu nyingine bila muda wa dirisha kufunguliwa. Karibu tuyazungumze mengi kuhusiana na ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho kwa upana wake. Tunaanzia Jumamosi kabla tujaja Jumapili. Bwana niaje kwanza? Shwari hivi. Ile yani. Kama kawaida. Ulipepesa macho, uliangalia kwa umakini mechi zote? Nimeangalia kwa umakini, kupepesa kidogo. Kupepesa kidogo. Unajua hata kwenye movie unaweza unaangalia movie umegeuka hivyo, ukirudi mara adui kafa. Sijui Sterling kapigwa risasi hujaona. Una rewind. Okay, tunaanza na mechi ya Jumamosi ya Yanga. Tunazungumzia matukio na performance. Tukianza katika upande wa performance ya kifundi kabla kwenda kuangalia tukio moja, ni kwa kiasi gani Yanga wameonesha mabadiliko ya kiuchezaji kutoka kwenye mechi zake zilizopita kabla mechi ya jana, mechi ya Jumamosi? Mimi tofauti wa Yanga nilouona kwanza ni uharaka wa kufika kwenye matukio na kufanya maamuzi. Unajua mchezo wa mpira wa miguu watu wengi tunautazama, lakini unaamuliwa sana na vitu vikubwa viwili: muda na nafasi. Muda ni muda gani unatakiwa uwe wapi, ufanye nini? Yep. Nafasi unatakiwa uwe wapi wakati huo mpira ulipo, au wakati ambao unatakiwa uwe kwenye nafasi ambayo utareceive mpira, au utakuwa kwenye nafasi ya kumzuia mwenzako asinufaike na mpira alionao. Kwa hiyo mpira unachezwa sana kwa muda na nafasi. Na ndio maana kuna nyakati makocha siku hizi unaona wanawachukia sana wachezaji wanaodribble sana mpira, kwa sababu wanaamini wale wanatumia muda mwingi kukava au kutembea na mpira eneo kubwa, tofauti na mtu akiwa na uharaka wa kupata mpira na kuachia pasi. Huyu mtu manake anafanya maamuzi ya kukava eneo kubwa kwa muda mchache, kwa sababu wewe eneo la mita 10 kwa mfano litakuhitaji ukokote mpira labda kwa sekunde 5, 6, 7 kulingana na kasi yako, lakini eneo la mita 10 unaweza kutumia sekunde 3 tu kwa kupiga pasi na mpira ukahama kutoka pointi moja kwenda pointi nyingine. Kwa hiyo Young Africans nimeona kwenye kushambulia muda na nafasi. Juzi wakati na wale Sfarabat, Young Africans walikuwa wana uharaka wa kutaka mpira, kwa maana ya kuwa na timing nzuri. Sasa ureceive mpira ukiwa uko mwenyewe wakati mwingine, ili uweze kuachia na utafute nafasi. Kwa hivyo mimi kwangu nimeona walikuwa bora hapo kwanza kwenye uharaka wao wa kuendana na hizo nyakati. Alafu kuna kufanya maamuzi. Inawezekana ukawa unawahi vizuri kwenye matukio, unakaa vizuri kwenye nafasi, lakini maamuzi yako ya mwisho, final decision, ukiwa na mpira unafanya nini? Hicho ni kitu kingine ambacho Young Africans nimeona wamekiboresha. Mtu anapata mpira kwa wakati anauachia kwa wakati, mtu anakaa kwenye njia. Kwa mimi nafikiri mabadiliko makubwa niliyoyaona, maana kikosi kile kilichoanza juzi pale, mtu mgeni pale ni Shabalala na Ekua, ila wengine wote ni wale hapa: Maxi, Mudathir, Jukabuya. Ekua ndo alianza mgeni, Shabalala mgeni, lakini Dube, Pakome walikuwepo, Baka, Jobu, Isa Patrick Mwendo walikuwepo, Diala alikuwepo. Kwa hiyo kwa mabadiliko ya wachezaji wawili tu, the rest team ni ile. Utofauti mwalimu aloongeza juzi, timu ilikuwa inawahi kufika kwenye maeneo kwa wakati. Hata kama wanafanya pressing, timing inakuwa nzuri kufika kwenye nafasi, wanawapini wapinzani. Kwa ulichokiona ni mabadiliko yatokanayo na mwalimu uwanja wa mazoezi, ama ni wachezaji wenyewe kurudi kwenye ubora wao? It's a combination ya mwalimu na wachezaji. Unajua mnawezekana wachezaji mko tayari, lakini mwalimu anavyoviingiza akilini kwenu haviendani na mnavyovifanya. Alikuwa Roman Falls, alivyokuwa viko kichwani kwake, falsafa, itikadi zake za uchezaji, yeye aliamini anatoa kilicho sahihi. Kumbe kwa wachezaji wanavyokiinterpret sasa, wanavyokitafsiri, hakiendani na anachotaka mwalimu, na hata watu wakaona mbona hii timu haichezi vizuri. Lakini mwalimu kaja, ndani ya muda mfupi unaona wachezaji sio kwamba wamebadilika, eti kwamba wengine walikuwa wabaya ndio wamekuwa wazuri leo. Hapana, unachokiona ni kwamba jitihada za wachezaji zimeongezeka kutafsiri wanayopewa na mwalimu. Kwamba mwalimu aliyekuja sasa hivi Pedro Gonçalves, yeye anachowataka wakifanya wachezaji wanakifanya kwa uharaka,
wanakifanya kwa umakini, ni kwa sababu kila anachokitoa mwalimu kinaendana na wachezaji ambacho wanataka kukitoa. Kwa hiyo mimi naamini ili muwe na timu bora ni combination ya material anayotoa mwalimu kwenda kwa wachezaji na wachezaji wanachokitoa sasa kwa ajili ya kukamilisha alichokitoa mwalimu. Kwa hiyo combination ikiwa nzuri baina ya pande mbili ndio always mnapata matokeo mazuri. Wamecheza na AS FAR Rabat, timu ambayo inatoka kwenye ligi ngumu. Ukitaja ligi ngumu Afrika, Morocco huwezi kuiacha ligi yao. Wameenda almost zaidi ya mechi 6-7. Wamecheza mechi 8, wameruhusu goli moja tu na hawajapoteza. Imagine na wao na mechi kama 6 ilikuwa inafika jamaa hawajafungwa. Kwa hiyo kwanza Yanga wameifunga timu bora. Hilo lazima tukiri. Yanga wameifunga timu bora. Wale FAR Rabat wale sio wachovu. Na ukitaka kuamini wale hawatoki kwenye ligi ya wachovu kama ligi yetu. Wale almost kila msimu bingwa anabadilika wa ligi. Yaani kitokea eti kuna mtu kaja back to back ni very rare. Lakini mara nyingi unasema Berkane, mara Raja Casablanca, sijui mara kaja FAR Rabat, mara anakuja Wydad, hivyo ni watu wanabadilika. Unaona kabisa hii ligi watu wanashindana. Tofauti na ligi yetu sisi, kati ya mapacha wawili mmoja akiwa amekula ameshiba ndo ana nguvu nyingi ya kupigana kuliko mwenzie. Kwa hiyo sasa hivi ukiangalia Simba na Yanga wote wanakula wanashiba, ila kuna mmoja anakula chakula chenye virutubisho vingi kuliko mwenzie. Lakini uhalisia wale FAR Rabat wanatoka kwenye ligi ngumu na wana wachezaji kweli. Unajua kuna defender lao moja pale lilikopo kwenye chani timu ya taifa ya Morocco ilichukua ubingwa limo mule. Wale jamani wana timu kweli. Imagine wana left back anatoka Angola. Marcelo anamuita Marcelo. Marcelo Angola ndo anayekula ubavu wa kushoto. Ambaye alikuwa anamkaba Messi juzi kati hapa. Wale wana timu mzee, wale FAR Rabat wana timu. Na ukitaka kuamini hilo hata ushindi waliopata Yanga, lakini wale jamaa bado walikuwa wanafanya majaribio ya hatari ambao Jigijara alikuwa anafanya uokozi. Unagundua kabisa kama golikipa wa Yanga angekuwa mpeche wale jamaa walikuwa wanapata magoli hapa Tanzania. Kwa hivyo Yanga wameifunga timu nzuri, hawajaifunga timu ya kichovu. Wameifunga timu yenye uwezo, timu ambayo ilikuwa na rekodi nzuri ya unbeaten. Alafu angalia walivyokuwa wanacheza mechi za kwao. Je, ushindani wa ligi zao sana za kwetu? Unagundua hapana, wale wana level kubwa ya ushindani FAR Rabat. Kwa Yanga wameifunga timu bora iliyoundwa na wachezaji wazuri wengi. Ni timu ambayo hata ilivyokuwa inacheza unaona iko za kimkakati kuwafanya Yanga wawe frustrated. Kwa hiyo mimi naamini timu iliyofungwa na Yanga ni timu bora, na ndio tafsiri halisi ya mashindano ligi ya mabingwa Afrika. Wanakutana na watu wenye uwezo. Huku hautaki kuchagua mpinzani. Kwamba mimi namtaka fulani. Huku yote anayekuja cheza naye. Si ni bingwa. Si una uwezo, cheza na wenzako sasa. Bwana, wewe ambao unatufuatilia ni kwamba unaweza pia kusubscribe ili uhakikishe kwamba kila kitu ambacho kinakwenda live hapa na wewe unakipata, kwa sababu ukisha subscribe ukabonyeza alama ya kengele, kila kinachokwenda utapewa taarifa, notification itaingia kwenye simu yako. Utajua bwana tayari kuna jambo limewekwa. Yale yanayoendelea studio, yale yanayoendelea nje ya studio, yanayoendelea Tanzania na yanayoendelea nje ya Tanzania kwenye upande wa michezo, lakini pia kwenye mambo mengine yote. Tupo garage kama ilivyo kawaida, tunamwaga oil kuhakikisha kwamba tunakuwa vizuri, na ndio kwanza kwenye hii mjadala wetu wa kimichezo tumeanza kuzungumzia mechi ya Yanga. Tumeanza kwenye masuala ya kiufundi, taswira ya kiufundi. Sasa hivi tunakwenda tukio baada ya tukio, kati ya matukio ambayo pengine yangepaswa kuwa ya kimaamuzi. Bwana, tumekuja kwenye matukio sasa yaliyotokea. Tukio la kwanza tuanze nalo, tuanze tukio positive, chanya, la goli ambalo Yanga wamelipata kupitia kwa Prince Mpumelelo Dube. Wewe ulivyoona ile kiufundi unaweza kulipa tathmini ipi? Kiufundi na mpa max nyingi Prince Mpumelelo Dube, japokuwa kapewa pasi nzuri na Mudathir Yahya basi, lakini Dube anastahili pongezi, na mimi kwangu nampa sifa na max nyingi Dube kwa sababu sio tu alivyofanya umaliziaji kuweka mpira kwenye kamba. Mimi namwangalia Dube wakati yuko nyuma ndo analitengeneza ile goli. Unajua watu wengi wamezoea kuona anayetengeneza goli ni mpiga pasi. Dube ndo kaanza kuitengeneza ile nafasi ya ile goli, na ndio akamuonyesha mpiga pasi Mudathir Yahya basi mpira weka pale. Dube watu wengi hawakufuatilia tukio. Ule mpira wakati Yanga wametoka kushambuliwa, wameuokoa, zilipigwa pasi chache pale, mpira unamkuta Mudathir Yahya basi katikati ya uwanja, anageuka mbele anamwona yuko Dube peke yake.
Dube yuko na mabeki watatu. Kuna beki mmoja anakava flanki ya kulia, beki mwingine yuko upande wa kushoto, kuna beki mmoja yuko katikati na Dube. Dube alichokifanya kaanza kukimbia kuanzia katikati ya mstari wa uwanja, ndo kaanza kukimbia. Mikimbio yake pale kaifanya ambayo kwangu mimi na tafsiri ile ndo iliamua muda aweke wapi mpira. Mudathiri amwekee pasi wapi. Na yule beki kwa nini alikuwa nyuma sasa ya Dube? Kwa sababu ukiangalia kiuhalisia wakati Mudathiri anachukua mpira, Dube yuko mbali zaidi na goli la Farabat beki wao ndio yuko karibu na goli lao. Lakini Dube mikimbio aloifanya, Kev Diran kakimbia huko anakata kona. Ile mikimbio ndio ilomfanya yeye awe step 2 au 1 zaidi ya beki wa Farabat. Kwa hiyo mimi namsifu Dube kwa sababu aligundua kwamba yuko peke yake, na ile movement wanaifanya ya kuwashtukiza wale mabeki wa Farabat wako disorganized kidogo. Dube akili yake ikaja, hawa ili niweze kwa vuruga, hii pasi sitakiwi kuiapproach hapa kwamba muda njoo tucheze, hapana. Mimi ngoja nikimbie pembeni. Wakati anaanza kuondoka, Mudathiri akajua tu hii pasi natakiwa kuizungusha iendane na mikimbio ya Dube. Kwa hiyo mpira Mudathiri akaudondosha nyuma ya migongo ya wale mabeki. Wakati anajua Dube tayari uko ahead of them, yuko mbele ya wale mabeki. Kwa hiyo kifanya Dube alivyozunguka yule beki akawa kashazidiwa. Na Dube alichokifanya ni kucontrol mpira. Alafu mimi namsifu, amekimbia zaidi ya mita 15 kama sio 20 mpaka anaenda kufunga ile goli. Amesprint pale, alafu beki anakuja anataka kumdisturb. Dube amemblock beki kwanza, kamzibia asiutibue ile mpira. Dube anafika kwenye eneo la mwisho, anainua macho, anamuona mlinda mlango alipokaa. Nikipiga shoot near post, kipa anacheza. Nikipiga bottom corner kule chini, inabidi nipige mpira ambao goalkeeper hata akisema ana stretch hawezi kuzuia. Kwa Dube ule mpira aliupiga kwa kasi afa akaupiga kwenda chini. Kwa goalkeeper ilibidi alazimike kutanua mgundo acheze. Unfortunately hakuweza kuendana na kasi ya ule mpira ambao Dube alikuwa amepiga. Kwa hiyo mimi credit kubwa pale nampa Dube namna ambavyo ametengeneza nafasi ya kwenda kufunga, lakini second nampa pongezi Mudathiri Yahya basi decision, uamuzi wa kufanya maamuzi sahihi ya pasi sahihi kwa wakati. Hapo ndo unaelewa kwa nini engineer aliamua kumuomba acheze japo anauma. Ndio yale mambo ambayo tulikuwa tunazungumza mwanzo, mpira ni swala la muda na nafasi. Mudathiri alikuwa kwenye nafasi nzuri ya kupokea mpira, lakini timing yake ilikuwa bora kugundua kwamba nao, yani sasa ndo natakuwa nipige pasi, sasa hivi ndo itakuwa wakati sahihi. Hicho ni kitu kingine ambacho Mudathiri ninamsifu. Kwa hiyo lile goli Young Africans anastahili Dube pongezi kubwa kwa kazi aliyoifanya, kwanza kuanza kuishake defense ya Farabat, alafu second Mudathiri haya ambaye yeye hakufanya ajizi, alikuwa na uwezo wa kudribble, amwambie Dube tafuta nafasi nzuri, lakini maamuzi ya kikubwa kwamba hii pasi sasa na kuwekea nyuma ya migongo, wewe kimbia. Na kweli pasi imefika ikazaa bao. Bwana Dube ndo kama vile amerudi kwenye lile goli kwa sababu walikuwa katikati hapa almanusura watu waseme aondoke kabisa pale Jangwani. Lakini tukiachana na goli la Yanga, kuna tukio ambalo tuseme ndo tukio kubwa la siku. Nje ya goli ambalo lilifungwa na AS Farabat. Muamuzi wa pembeni kibendera chake kikaonesha upande wa pili kuna mtu alikuwa ameotea. Kwa macho ya muamuzi msaidizi namba 1. Lakini kwa maoni yangu mimi, baada ya kulitazama goli zaidi ya mara 5 mara 6 na review kila sana angalia, nimejiridhisha Farabat walinyimwa goli halali. It's a bitter truth. Unajua sisi watu wa hizi timu za Simba na Yanga huwa wanachagua ukweli wa kuupokea. Kwa unajua kama hapo mgonjwa atakuwa katema dawa, lakini uhalisia ndio hivyo, ukweli mchungu. Ilistahili kwa goli halali kabisa lile walofunga Farabat. Free kick imepigwa, mchezaji wa Yanga kaingia kaenda kapiga kichwa. Mchezaji wa Farabat alikuja kusmash ule mpira. Yeye hakuwa ameotea, yuko kwenye eneo sahihi kabisa. Basi kama unasema mbele yako kuna mchezaji ambaye alikuwa amemziba uono Djigui Diarra, je, wakati huyu mpira unachezwa mara ya kwanza kwa kichwa alikuwa ameotea? Kwa hiyo unagundua inawezekana kwa sababu ya wingi wa watu walikuwepo pale kwenye boksi, walimziba hajaona vizuri msaidizi namba 1, lakini kiuhalisia Farabat amenyimwa goli halali kabisa.
na kwangu mimi ndio maana nafikiri kafu anatakiwa kwenda mbali kidogo kwa uwekezaji unaofanyika sasa hivi kwenye mpira wa Afrika. Hebu irudie kwanza. Irudie. Umeona wakati anakwenda kuna huyu huku. Alienda akarudi. Haiwezi kuchangia. Ngoja nikirudishe nyuma kidogo. Ngoja. Hiyo hapo umeona? Kwa makini hapo ndio inapigwa. Hakuna offside wakati inapigwa. Imeshapigwa, imegongwa kichwa. Kuna huyo labda pengine ndio watu wengi wanamshuku. Goli halali kaka hilo. Yaani kungekuwa na VAR hapa. Ili goli lilikuwa linasimama ile. Ila hakuna hapo bwana. Mimi sijashawishika. They can have the best lawyer in the world, then he won't convince me kama pale kulikuwa kuna offside. Mimi naamini ilikuwa goli halali, lakini Povu hapa hawataki kutolewa Yanga. Povu amtolee mwamuzi msaidizi namba 1. Alikuwa kwenye position ya kulingamua ile tukio. Kwa nini hakufanya uamuzi sahihi? Ndio maana nasema uwepo wa VAR kuanzia kwenye hatua makundi, kwa sababu huku ndo hata mfungaji bora anahesabika kuanzia hapa kwenda mbele. Walete teknolojia ianze kufanya kazi hatua makundi, kwa sababu unamnyima mtu goli halali ambalo lingeweza kuamua hatima ya mchezo. Lakini so far nafikiri kwa haya matukio kwa yanajitokeza sana, pengine kafu anaweza wakafikiria ili swala hata kama itakuwa msimu ujao kuanzia hatua makundi tu tunatumia VAR, lakini waamuzi wakati mwingine wanapata ukakasi, hususan kama hilo tukio. It was such a tight call, such a close call. Mwamuzi kuona ilimhitaji awe makini, alafu kuna kundi kubwa la wachezaji pale. Mwamuzi inawezekana ndio maana ameshindwa kutafsiri sheria kwa usahihi, lakini ilikuwa ni goli halali kwa FAR Rabat. Okay. Kidogo tu standard ya Pacome. Pacome is another thing bro. Pacome ni jitu jingine hilo. Yaani kama tunaizungumzia mechi ya Yanga ya juzi au tunazungumzia kwa sasa tu hapa Tanzania, mimi sijaona mchezaji bora kama Pacome Zouzoua. Mchezaji ambaye anaweza kufanya kila kitu. Anaweza kukupa advantage, timu haina mpira, the man can track down, anaweza akarudi akashuka chini akaja kusaidia kukaba. Timu ina mpira, ni mjanja. Ana uwezo wa kuombea mpira kwenye final third, mumpe achekecha ingie kwenye box atengeneze nafasi au wafunge, au anaweza akadrop deeper. Juzi kwenye mechi yao ya FAR Rabat wajamaa walienda wakafunga njia kule, wamejaa wengi golini kwao. Pacome alirudi chini akaja kuchukua mpira kipindi cha kwanza kwa kina Ibrahim Abdullah Baka huko chini. Ile ni tafsiri ya mchezaji mwenye ukomavu mkubwa, anajua kwamba okay, option namba 1 ikizibwa, watu wameziba plan yangu namba 1 kwenda mbele, then mimi natakiwa kuadapt mchezo nije na plan B, na shuka chini kwenda kuchukua mpira. Wakinifuata na cheza na watu, tuna advance, tunaingia kwenye box la wapinzani. Juzi kuna Mwarabu mmoja nilimuonea huruma. Kipindi cha pili Pacome alipata mali mzee, alibutua kama hapa na kule, alafu akaondoke sasa. Isivyo bahati Andeboeli akufika kwa wakati kwenye nafasi, lakini timing ya Pacome ilikuwa sahihi. The way alivodribble mpira mpaka kwenda kwenye box akapiga cross, alafu ile Boeli alikuwa amechelewa. Angewahi alikuwa na tap tu pale, ule mpira wa Yanga walikuwa wanafunga goli la pili. Lakini Pacome ndiye mchezaji ambaye kwa sasa naamini anaibeba sana Yanga mabegani. Kuna mchango wa wachezaji wengine wengi tu, lakini Pacome ni mchezaji special kwa sasa, hususan inapokuja mechi za kuamua hatma ya matokeo. Amekuwa very 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 amazing kwenye kufanya maamuzi. Ni mchezaji ambaye kwangu mimi nafikiri Young Africans wangewapata kama wale 4-5 wachezaji wa kalba yake yule, sio tu kwa uwezo, hata kujituma. 4-5 kwa ule yuko mmoja tu moto vile 4-5 kwenye timu moja inakuaje? Ndio sasa ndio mambo ya Ahli hayo. Ahli mchezaji mmoja rafiki amejigawa. Ahli mzee wana wachezaji wengi wenye uwezo, na ndio maana timu yao iko pale. Kwa hiyo changamoto unakuta iliyopo kwa hizi timu zetu huko, mwenye uwezo ni kama ule Pacome, akiumia au akiumwa au asipokuwa on form siku hiyo, kuna kitu kina miss kwenye timu, na una sense kabisa kuna vitu haviendi, yani kwa sababu fundi mitambo hayuko vizuri. Okay. Yes bwana, wewe dondosha comment yako pia hapo kwenye sehemu ya comment, tutakometisha sana, lakini usisahau kusubscribe kama uko hapa Instagram, pia follow. To follow ili mambo yakae vizuri. Bwana, tulifunga ile swala la Yanga kwa kiwango ambacho wamekionyesha kwenye mechi yao ya juzi dhidi ya FAR Rabat kutoka Morocco. Ni promise ya kwamba kwa performance ile kuvuka kwenda hatua ya robo finali uwezekano ni mkubwa. Inatia faraja, lakini mapema kuwatabiria kama watafuzu au hawawezi kufuzu. Lakini ushindi ule umewapa faraja na unawatia hamasa ya safari yao ya kuania nafasi ya kwenda kwenye hatua ya robo finali. Lakini ni mapema sana sasa hivi mimi kwa mfano kujudge
performance ya Yanga kwamba inatosha, hapana. Mimi nawatamani kuona Yanga wanaendelea kujiboresha kadri siku zinavyokwenda, isipokuwa mchezo unaofuata dhidi ya JS Kabylie ya Algeria wakatafute sare au matokeo ya ushindi kule, then watakuwa wanaenda kwenye mapumziko haya ya mechi za kimataifa wakiwa wako relieved, kwa sababu watakuwa na pointi 4. Alafu usisahau Yanga ni kama wamepigisha shoti, wamempigisha shoti ule FAR Rabat kwa Ahli. Sasa hivi FAR Rabat anaenda nyumbani, anawakaribisha Al Ahli ambao washashinda. Kwa hiyo FAR Rabat ili afufue naye matumaini yake, atakiwa kupoteza mechi ijayo, atakuwa mfunge Ahli. Na je, Ahli atakubali kupoteza? Ahli anajua akishinda ile mechi, tunaporudi baadaye anajua ana mechi 2 na Yanga. Akizishinda hizo mechi yake kashafuzu kwenda hatua inayofuata. Kwa sababu gani? Atakuwa na pointi 12. Pointi 12 atakuwa amebakiwa na michezo hii. Ana option. Atakuwa hamna mtu wa kumshusha hapo. Tayari atakuwa ameenda. Kwa Yanga akawapigisha shote FAR Rabat kwa Al Ahli. Wakati huo Yanga ana advantage sasa. Kama atatoa sare kule atakuwa na 4. Ahli kama atashinda atakuwa na 6. Kwa atakuwa 6 kwa 4. Alafu wanaofuatia wote watakuwa na pointi 0. Maana yake Yanga naye atakuwa anapiga hesabu mechi zake za Ahli. Moja akipoteza au akitoa sare ana mechi nyumbani hapa. Akishinda anakuwa na 7. Atakuwa naye kabakisha mechi moja. Akifikisha pointi 10 anakuwa na uwezekano wa kufuzu kwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo ni mechi ambazo zimekaa kimtego. Yanga wanatakiwa tu kujua kwamba umakini ndio unaweza kwenda kuwasaidia sana kwenye ile mechi inayofuata dhidi ya JS Kabylie. Umakini kwa maana ya kufanya matendo sahihi, kwamba sehemu ya kuachia pasi achia, sehemu ya kupiga piga. Wachezaji wengi huwa inawakosti maamuzi, kufanya maamuzi sahihi. Unapiga chenga sema unataka kutoa pasi, ushachomesha, ushachelewesha timu. Kwa hiyo Young Africans nafasi ya kwenda robo finali wanayo, iko wazi, lakini pia nafasi ya kubaki bado ipo. Kwa hiyo vyote vinawezekana, isipokuwa wao kwa hatua walivyoianza Yanga inatia faraja na matumaini ya huko wanakokwenda kwamba wanaweza kwenda kufanya vizuri zaidi. Yes bwana, la Yanga tulimalize hapo, tugeukie jambo jingine.